Yes, ni habari nzuri sana kwa watu wa Dodoma, watu wa Idodomia. Kama unavyoona huku nyuma ni gari ambayo tayari kabisa ule msafara wa wahudumu wa kanisa la Matendo Makuu kwa mataifa yote unajiandaa kwa ajili ya kuweza kuanza safari ya kuelekea jijini Dodoma kabisa kuwahudumia watu wa Idodomia katika mkutano mkuu wa urejesho na uponyaji utakaofanyika ndani ya siku 3 kuanzia tarehe 28 hadi tarehe 30. Bila shaka mkazi wa Dodoma umejiandaa vizuri, na kama unavyoona nasi tuko sawa, tuko sawia kabisa kwa ajili ya kuweza kuwahudumia watu wa Dodoma. Niko hapa nataka nizungumze na watumishi mbalimbali ambao wamejiandaa kwa ajili ya kuweza kuwahudumia watu wa Dodoma, na kama unavyoona paka hivi sasa tunapaki vitu tayari kabisa kwa ajili ya kwenda kuzungumza na watu wa Dodoma kwa njia ya neno la Mungu. Niko na mtumishi wa Mungu mtumishi Pasco. Kwenye pita zangu wakati nafika hapa yeye aliniambia anatokea Dodoma. Ngoja nisikie hapa. Shalom mtumishi wa Mungu. Shalom. Ndio, umejisikiaje kwenda Dodoma? Nimejisikia furaha sana. Yenye upendo kuwatembelea watu wa Dodoma. Naam. Hii kuiona Dodoma. Naam. Na kushuhudia matendo ya Yesu. Ndio. Atakayoenda kutenda Dodoma. Ndio. So tunaenda kutegemea muujiza. Okay. Sawa, bila shaka watu wa Dodoma wapo sasa hivi wanakutazama. Hii tetesi kwamba ni nyumbani, bila shaka ni kweli? Yes, kwa unaenda nyumbani. Watu wako nyumbani kwenu wakaribishe katika mkutano mkuu wa urejesho na uponyaji. Nataka kuambia watu wa Dodoma wajiandae vizuri. Huu mkutano ni wa siku 3. Lazima wategemee kurejeshewa na kuponywa. Yani lazima waponywe magonjwa ya kila aina. So kama una mgonjwa leta kwenye mkutano wa siku 3. Na wale ambao wameibiwa wategemea kurejeshewa. Shukrani sana mtumishi. Amina. Naam, huyo ni mtumishi Pasco, na bado naendelea kuzungumza na watumishi wa Mungu ambao wako tayari kabisa kuwatumikia watu wa Dodoma. Niko na mtumishi wa Mungu mwingine hapa. Shalom mtumishi. Shalom mtumishi pia. Umejisikiaje kuanza safari ya kuelekea Dodoma? Nimejisikia fresh tu na amani tele kabisa. Unawaambia nini watu ambao wanausubiri kwa hamu sana mkutano wa urejesho na uponyaji ambao utafanyika kwa siku 3? Nawasubiri kwa hamu sana. Na siku 3 na hizi ni siku ya 3 ya nguvu kabisa. Yaani nakaribisha watu wa Dodoma, yani wote msikose. Yaani Dodoma karibuni sana watu wa Dodoma. Nakaribisha sana wa Dodoma. Yaani nchi kabisa, na wote mtashuhudia uponyaji siku hiyo. Mtashuhudia wagonjwa wakifungua siku hiyo. Mtashuhudia viota wakitembea, mtashuhudia vipofu wanaona. Mtashuhudia yani kila aina mambo ambayo Yesu anatenda siku hiyo. Nakaribisha sana watu wa Dodoma, nakaribisha watu wote, mnaoni hakuna tutabagui dini, wote mnakaribishwa siku hiyo. Yeyote yule aje. Yeyote kabisa aje kabisa. Yaani hamna mtu anabaguliwa, yeyote kabisa. Nakaribisha sana. Karibuni watu wa Dodoma. Ndipo na mimi nitakuwepo siku ya Dodoma. Karibuni sana. Amen mtumishi. Sawa, bado tunaendelea kuzungumza na watumishi wa kanisa la Matendo Makuu kwa mataifa yote, na kama unavyoona tayari wengi wameshaingia humu tayari kabisa kwa safari. Nikukumbushe tu mkutano ni wa siku 3 kuanzia tarehe 28 hadi tarehe 30, lakini mkutano ni wa urejesho na uponyaji chini ya Prophet Vincent Toheyo. Makubwa tunakwenda kuyashuhudia zaidi. Mkutano utaanza kuanzia saa 8 kwa maana ya siku ya Jumanne kuanzia saa 8 mchana, lakini pia Jumatano vivyo hivyo na Alhamisi. Ukumbi ni Kavilam Social. Upo karibu kabisa na chuo cha St. John, njia ya Iringa Road. Zingatia hilo kwa sababu ni kitu cha msingi zaidi, ili usikose katika huu pako pekee ambao utakwenda kurejeshiwa kila kitu. Niko na madam hapa amenawili, bila shaka amejiandaa vizuri kabisa kwa ajili ya huduma ya Mungu. Shalom madam. Shalom. Umejisikiaje kwenda Dodoma kwa ajili ya kuweza kumtumikia Mwenyezi Mungu? Najisikia furaha, najisikia amani kwenda Dodoma. Ndio. Unawaambia nini watu wa Dodoma ambao wanasubiri kwa hamu kubwa mkutano wa urejesho na uponyaji? Niwaambie tu watu wa Dodoma kwamba wakaribie ili wayaone matendo makuu ya Mungu atakwenda kuyatenda. Maana na imani kwamba waje tu na imani zao, Mungu atawaponya, atawatendea mambo makubwa ambao hawajatarajia katika maisha yao. Tunawakaribisha sana Dodoma. Sawa, kuna mwingine hapa anakutazama anatamani kufahamu kitu kikubwa zaidi ambacho akitarajie katika mkutano huu ni nini? Atarajie yani sifa. Sifa yani aandae tu yeye mwenyewe, ni nguvu zake za kucheza na kidogo cha
cha kupauka. Najua watu wa Praise imejipanga vizuri sana. Praise tupo tumejipanga vizuri sana. Ndio. Amen, barikiwe sana. Amina. Sawa, hawa ni watumishi wa kanisa la Matendo Makuu, wapo tayari kabisa kuweza kuwahudumia watu wa Dodoma katika mkutano wa urejesho na uponyaji. Na wewe ambaye unatazama hivi sasa, kaa tayari kabisa kwa ajili ya kuweza kupokea huduma hii ya urejesho na uponyaji, uweze kurejeshewa kila kitu. Kuna mtu muhimu sana ambaye nahitaji nizungumze naye. Njoo usichelewe, njoo. Bado tunaendelea kuzungumza na watu kama nilivyokuambia, na najua shauku kubwa sana ni kutaka kusikiliza neno moja kutoka kwa watumishi ambao wanajiandaa na safari ya kuelekea Dodoma. Na huku nakoelekea, hii ni gari ya nabii ambaye naye pia yuko tayari, ameshajiandaa kwa ajili ya kuelekea Dodoma na kuwahudumia watu wa Dodoma. Sasa njoo tuzungumze naye, tusikilize namna ambavyo yeye atakwenda kuwahudumia watu wa Dodoma. Baba, shalom. Shalom. Bila shaka safari imewadia, kile ambacho tulikuwa tunakisubiria kwa miezi, kawa wiki, siku, na sasa tunavyozungumza ni masaa kuelekea Dodoma. Ndio. Kitu gani ambacho unawaambia watu wa Dodoma ambao wanasubiri kwa hamu na umeusubiri kwa hamu, lakini pia shauku kubwa ilikuwa ni kuweza kukutana na Nabii Vincent? Tunapozungumza siku 3 ambazo umewapa, kitu gani watarajie zaidi? Yaani kwenye siku 3 hizi ni wakati wa urejesho na uponyaji. Kichote kilikuwa kimepotea kwenye maisha yao, nawaambia wasogee kesho na kesho kutwa na siku ya Alhamisi, kwa sababu wanaenda kurejeshewa ndoa zao zilizopotea, biashara zao, kazi zao, watoto wao waliopoteza akili, ufahamu. Unajua wanaenda shuleni, watu waelewe darasani, yani wanaenda kupoteza, yani vyote waliopoteza wanaenda kuombolewa, wanaenda kurejeshewa. Na wagonjwa wamekaa kwenye uvuli wa mauti wa magonjwa muda mrefu, wanaenda kupona. Amen. Lakini wapo wengine ambao tulikuwa tunaona huduma hapa ya one to one, wanakutana, wanatamani pia. Kuna watu wa Dodoma wale wanakosa nafasi. Pengine nini ambacho naambia huduma ya kukutana na nabii moja kwa moja? Hiyo itakuwepo. Itakuwepo pia. Nabii anapokuwepo ni nabii wa watu, lazima wahudumie. Kwa ufupi ni kama huduma ya Matendo Makuu kwa mataifa yote inahamia Dodoma. Inahamia Dodoma kuanzia kesho Jumanne, Jumatano, Alhamisi tutakuwa pale kwenye ukumbi wa Kavram, na Mungu anaenda kutenda makubwa. So nawaalika wote waliopo mkoani Dodoma, wilaya tofauti za Dodoma na mikoa ya karibu, wasogee pale wapokee urejesho na uponyaji. Amen. Tumeshoma. Amina, nashukuru sana. Bila shaka mpaka hivi sasa unaweza kuona jinsi gani kuna umuhimu mkubwa sana wa kuhudhuria mkutano huu. Kosa vyote, lakini sio mkutano wa urejesho na uponyaji. Ni siku 3 ambazo hazitaka zitokee tena katika maisha yako. Ni Kavram Social Hall, tarehe 28 mpaka tarehe 30 ya mwezi huu wa 7. Kanisa la Matendo Makuu kwa mataifa yote, tuko tayari kuwahudumia watu wa Dodoma. Ni ninyi tu. Karibuni sana.